Dr. Msonde amefanya ziara ya kikazi mkoani Songwe ambapo amekagua mradi wa daraja la dharura la Kabalisi katika wilaya Ileje, ambapo ametoa maagizo kwa mkandarasi kuhakikisha kasi ya ujenzi inaongezeka kwa kasi sambamba na kuongeza idadi ya wafanyakazi na vitendea kazi. Ubora sina shida, kasi ya ujenzi. Fedha unazo, umetoa kila kitu. Sasa maelekezo ya wizara ni kwamba la kwanza, hakikisha vifaa vya kutosha vinavyotakiwa kwa mujibu wa mkataba tuliokubaliana vinakuwepo hapa kama ulivyoshauriwa. Weka watu wa kutosha. Na kazi hizi fungeni taa, nadhani taa mmeshazifunga ziko hapa tayari. Hebu tufanye kazi usiku na mchana. Naye Engineer Musa Amanda, msimamizi wa mradi wa ujenzi wa daraja hilo, ameahidi kufanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kazi zinaendelea bila kuchelewa. Tutaumaliza ndani ya muda sahihi na kuongeza muda wa kufanya kazi na usiku na mchana kuweza kufikia lengo. Inawezekana kwa kazi iliyobakia. Katika hatua nyingine, Dr. Chazi Msonde ameonyesha furaha yake kutokana na ujenzi wa barabara ya Luanda Idiwili inayojengwa na makandarasi wanawake, akitaja hatua zilizofikiwa zinaonesha dhamira ya dhati kwa wanawake katika utendaji. Kukamilika kwa barabara hii kutafungua sasa uwanda mpana wa maendeleo makubwa ya wananchi wetu katika barabara ambayo walihitaji sana. Nichukue nafasi hii ya kipekee kwa niaba ya katibu mkuu kuwapongeza sana wakina mama. Kweli mnatupeleka vizuri na mnalinda hadhi ya kina mama. Kwa upande wao, mhandisi Suleiman Bishanga, meneja TANROADS mkoa wa Songwe, pamoja na Udith Udongo, rais wa chama cha wakandarasi wanawake Tanzania, wameeleza namna watakavyotekeleza miradi hiyo. Maelekezo nafikiri kila mtu ameelewa, na sisi kama watendaji kwa upande wa TANROADS tunaahidi sasa kwenda kuchukua yale maagizo yote aliyotuelekeza, lakini pia kuboresha pale ambako tulikuwa ili tuweze kutoa kazi nzuri zaidi. Tumeshafanya hadi 16%, ni punde kidogo tu tutaanza ku raise certificate kwa ajili ya kuomba malipo. Kwa hiyo tunaomba sana watuandalie pesa za mradi huu ili tuweze kufanya kazi bila kukwama. Wananchi wa maeneo hayo wameeleza furaha yao juu ya miradi hiyo itakavyowanufaisha katika maisha yao ya kila siku. Tutakuwa tunasafirisha mazao vizuri. Tunapata changamoto ya kusafirisha mazao kwa sababu barabara ni mbaya. Na mazao nayo tunauza kwa bei ndogo. Utakuta kama wengine wenzetu wa mjini huko wanauza mazao kwa bei nzuri sana. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.